Samia Suluhu sasa tangaza vita dhidi ya kanisa Katoliki nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika hatua isiyo ya kawaida katika siasa za Tanzania za miaka ya karibuni, serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imeingia kwenye mgongano wa moja kwa moja na kanisa Katoliki, hali ambayo imefungua mjadala mpana kuhusu hatma ya uhuru wa dini, usalama wa watu wanaokosoa serikali na mustakabali wa uchaguzi unaotarajiwa kuvuruga mizani ya nguvu nchini. Katika safu ya mbele ya mvutano huyo yupo Albert Chalamila, ambaye ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ambaye hivi sasa ametumika kama silaha ya kisiasa dhidi ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ama ukipenda TEC, baada ya maneno ya taasisi hiyo kuamsha ghadhabu ndani ya mifumo ya dola. Kauli kutoka TEC iliyokosoa serikali kwa kushinda kulinda usalama wa wananchi na kuhusishwa kimya kimya na tukio la uhalifu dhidi ya katibu mkuu wake Padre Charles Kitima imewekwa kwenye mzani wa ukali wa kiserikali na kuibua kile kinachoonekana kama tangazo la vita dhidi ya taasisi yenye ushawishi wa kijamii, kisiasa na kimorali kuliko chama chochote cha siasa nchini. Mnamo Disemba 5 mwaka huu, Chalamila alitumia jukwaa la uzinduzi kwa mita janja kuanzisha mjadala mpana, akichukua msimamo wa serikali unaodai kuwa madai ya TEC ni mkubwa ama ni makubwa kiasi cha kuhitaji hatua rasmi za kisheria. Kauli hiyo haikuchukuliwa kama majibu ya tukio moja la uvamizi, bali kama mpango wa kiserikali wa kuvunja ushawishi wa taasisi ambayo kwa miongo kadhaa imekuwa kitovu cha mijadala ya haki za binadamu, utawala bora na uthubutu wa kuikosoa serikali. Katika mwendelezo wa matukio, serikali imeonyesha haraka utayari wa kulinda taswira ya mashirika yake, hasa TANESCO, huku ikijaribu kuondoa dhana kwamba kukatika kwa umeme wakati wa uvamizi dhidi ya Padre Kitima kulikuwa mpango wa kurahisisha madhara. Serikali imejenga hoja yake katika mkondo wa taswira taasisi za umma, lakini wachambuzi wanaona harakati hizo kama jaribio la kukomesha sauti na kujenga simulizi mbadala kuhusu mwelekeo wa nchi kuelekea uchaguzi. Na katika usiku ulioibua simanzi, Padre Kitima alivamiwa na watu waliotumia silaha butu na kuachwa akipoteza damu akiwa amepoteza fahamu. Tukio hilo lilifanyika baada ya siku ndefu ya majukumu ya dini na katika eneo liloishiwa usalama ndani ya mji mkuu wa biashara, huku taarifa za awali zikionyesha uwepo wa mawasiliano ya awali kati ya muhanga na watu waliohusishwa na tukio hilo. Katika taifa ambalo tayari linakumbwa na mauaji, utekaji na mashambulizi dhidi ya wakosoaji wa serikali, tukio hilo lilikuwa sehemu ya mlolongo na ujenga hofu, lakini ilikuwa tukio la kwanza kumhusu kiongozi wa juu wa kanisa. Waumini, wanaharakati na viongozi wa dini walitafsiri tukio hilo kama jaribio la kusitisha sauti ya taasisi iliyokuwa inaongeza shinikizo kwa serikali kuhusu mageuzi ya uchaguzi. Kilichofanya tukio hili kuwa na uzito zaidi ni historia ya Padre Kitima, ambaye ni msemaji hodari, mfuatiliaji wa haki za binadamu na mtu ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kuunganisha nguvu za dini na madai ya kisiasa bila hofu ya kulazimishwa ukimya. Na katika taifa linalokaribia uchaguzi, ukatili huo ulitafsiriwa kama dalili ya joto la kisiasa ambalo inazidi kuongezeka na uwezekano wa giza linalofunika mchakato wa uchaguzi bila kujali ahadi za serikali za uhuru na haki. Kauli iliyotolewa na TEC kuhusu uvamizi huu haikuishia kukemea tukio, bali ilieleza wasiwasi kwamba kulikuwa na mpango uliolenga kurahisisha madhara, ikielekeza kidole kwenye kitendo cha kukatika kwa umeme wakati wa tukio ingawa serikali ilijibu haraka, ilikana kwa nguvu kushiriki katika tukio hilo. Kauli ya TEC ilikuwa tayari imefanya kazi yake, ambao ni kuonesha kuwa taasisi hiyo haioni sababu ya kuficha ukosoaji wake kwa dola. Kwa miaka mingi, TEC imekuwa sehemu ya taasisi za kidini zinazotumia ushawishi wake kujenga mjadala wa umma kuhusu maadili, haki na usawa.
Lakini katika kipindi hiki cha mpasuko, serikali iliona kauli hiyo kama kitisho cha moja kwa moja na kwa uhalali wake, hasa kutokana na ukubwa wa kanisa Katoliki nchini Tanzania na nafasi yake katika kuunganisha jamii. Historia ya Chalamila ni safari ya mtu aliyejenga hadhi kwa kauli kali, vitendo vya ukakamavu na uwezo wa kubeba ajenda ya serikali bila kusita. Amejulikana kwa msimamo mkali dhidi ya upinzani, uhuru wa kiraia na mijadala ya kisiasa iliyoonekana kuilenga serikali. Na katika nafasi zao mbalimbali za uongozi, aliwahi kufukuzwa, kukemewa na pia kusifiwa, lakini wakati wote amebaki mtu wa kufanya maamuzi ya haraka bila kujali tafsiri za umma. Dar es Salaam, ambao ni mji wenye shughuli, mikondo ya siasa na nguvu ya kijamii, ni jukwaa ambalo linalomfaa, eneo ambalo ukali wake unaweza kuonekana kama utendaji. Na katika tukio la sasa, Chalamila ndiye aliyepewa jukumu la kuonesha kwamba kauli ya TEC haitapita hivi hivi, na kwamba taasisi hiyo, ingawa yenye mamlaka ya kiroho, lazima ithibitishe madai yake bila kuficha nyuma hadhi yake ya kidini. Bila shaka hapa wanamaanisha kwamba watachukulia hatua askofu ama Padri Charles Kitima kutokana na mazungumzo yake kuhusiana kuzimiwa umeme na shirika kama taasisi ya TANESCO. Ingawa serikali imeahidi kuchunguza tukio la uvamizi, haijatoa taarifa ya kina kuhusu mkondo wa uchunguzi na sababu ya shambulio au hatua zinazoweza kuchukuliwa kuhakikisha usalama wa viongozi wa dini. Kwa upande mwingine, kanisa limeongeza msisitizo kuhusu haja ya kutambua kwamba taifa linajikuta katika njia panda ambao ni kati ya hofu ya umma na shinikizo la kisiasa. Na Tanzania inaingia katika kipindi ambacho taasisi za kiraia zinaona umuhimu wa kusimama kusimama kama ngao dhidi ya mwelekeo wa dola kuelekea mamlaka makubwa yasiyopimwa na uwajibikaji. Kwa miaka miwili iliyopita, matukio ya utekaji, ukatili na mashambulizi dhidi ya wakosoaji wa serikali yameongezeka sana, yakiwafikia wanasiasa, wanaharakati na sasa viongozi wa dini. Na wakati huo serikali imejitetea kwa hoja ya kulinda utulivu, usalama na taifa lisiloingia katika mgawanyiko wa kisiasa. Lakini kwa kanisa, hoja hiyo imegeuka kikwazo kinachoficha ukweli wa wasiwasi wa raia kuhusu hatma ya nchi. Na katika taifa linalokabiliwa na uchaguzi, mgogoro kati ya serikali na taasisi kubwa zaidi ni ya dini unatafsiriwa kama ishara ya mapambano makubwa yanayokuja. Mgogoro kati ya serikali ya Samia Suluhu na kanisa Katoliki unaingia katika hatua ambayo ni swala la maoni bali mkondo, ama si swala la maoni bali mkondo wa nguvu, udhibiti na mustakabali wa siasa za Tanzania. Kwa serikali, hili ni jaribio la kudhibiti simulizi. Kwa kanisa, haya ni mapambano ya uhai wa taasisi na haki ya wananchi. Na kwa taifa lote, hili ni onyo kwamba kipindi cha kuelekea uchaguzi hakitakuwa tu swala la kura bali mapambano ya msingi ya nchi. Ndo hayo tulikuwa tumekuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine na uchambuzi wa kina bila kupindisha. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na vile vile kushare.